If you look at Switzerland, 61% to 31%. Indonesia, Malaysia, Cambodia. Oh, look at Cambodia, 97%. We're going to bring it down to 49%. They made a fortune with the United States of America. United Kingdom, 10%. And we'll go 10%. So we'll do the same thing. Na masuala hayo ya Marekani, tangazo la rais wa Marekani Donald Trump la ushuru mpya kwa bidhaa zinazoagizwa kutoka mataifa mbalimbali limezua taharuki kama nilivyokueleza, huku viongozi wa nchi nyingi wakionyesha hofu juu ya athari zake kwa uchumi wa dunia. Ushuru huo mpya unaotofautiana kati ya 10% na 49% umetangazwa kama hatua ya kuimarisha viwanda na ajira ndani ya Marekani. Taarifa zaidi ni Angela Mdungu na taarifa hiyo. Baada ya Trump kutoa tangazo hilo, mataifa mengi yameitikia kwa tahadhari, yakitaka mazungumzo zaidi ili kuepuka mzozo wa kibiashara na kiuchumi duniani. Hata hivyo, baadhi ya mataifa yameonya kuwa yatatumia hatua za kulipiza kisasi endapo Marekani haitabadilisha msimamo wake. Rais wa halmashauri kuu ya Umoja wa Ulaya Ursula von der Leyen amesema ushuru huo ni pigo kubwa kwa uchumi duniani, akisema kuwa utasababisha hali ya kutokuwa na uhakika na kuzorotesha biashara ya kimataifa. Katika nchi za Asia, waziri mkuu wa Japan Shigeru Ishiba ameonyesha wasiwasi mkubwa kuhusu athari za ushuru huo kwa uhusiano wa kibiashara kati ya Marekani na Japan, akihimiza mazungumzo ya haraka ili kupunguza mvutano. Nchini Korea Kusini, waziri mkuu Han Duck-soo ameitaka serikali yake ichukue hatua za dharura kusaidia viwanda ambavyo vitaathirika na ushuru huo mpya. Baada ya tangazo la ushuru mpya, masoko ya hisa barani Asia yameporomoka kwa kasi, huku wawekezaji wakihofia kwa hatua hiyo ya Trump itazidisha migogoro ya kibiashara duniani. Hisa za Marekani pia zilishuka kabla ya kufunguliwa kwa masoko, ishara kwamba wawekezaji wanajiandaa kwa athari mbaya ya ushuru huo katika uchumi wa dunia. Akizungumza na waandishi wa habari, waziri mkuu wa Australia Anthony Albanese amesema hatua ya upande mmoja ambayo utawala wa Trump imechukua dhidi ya kila taifa duniani haishangazi. Kwa Australia, ushuru sio jambo la kushangaza, lakini niseme wazi, haustahili kabisa. Licha ya upinzani mkali kutoka kwa mataifa mbalimbali, Rais Trump ametetea vikali ushuru huo, akisema kuwa unalenga kurejesha uzalishaji wa ndani na kulinda ajira za Wamarekani. Kukosekana kwa usawa kumeharibu sekta yetu ya viwanda na kuweka usalama wa taifa letu hatarini. Sizilaumu nchi hizi nyingine hata kidogo. Ninawalaumu marais wa zamani na viongozi waliopita. Waliruhusu jambo hili litokee kwa kiwango ambacho hakuna anayeweza kuamini. Ndio maana tutatoza ushuru wa 25% kwa magari kutoka automobiles. Waziri mkuu wa Canada Mark Carney amesema watapambana na ushuru mpya wa Marekani kwa hatua za kulipiza kisasi, watawalinda wafanyakazi na kujenga uchumi imara zaidi katika kundi la G7. Mataifa mbalimbali ikiwa ni pamoja na Uingereza, Brazil, Mexico, Australia, Uswizi, Poland na mengineo yamekosoa hatua hiyo ya Trump, huku baadhi yakisema si ishara ya urafiki na yako tayari pia kujibu mapigo. Hata hivyo, utawala wa Trump umesema hautaitoza ushuru wowote mpya Urusi kwa sababu biashara kati ya nchi hizo mbili imepungua maradufu kutokana na vikwazo vya Marekani tangu Moscow ilipoivamia Ukraine. Haya, aliyosoma taarifa hiyo sio Angela Mdungu, ni Saumu Njama. Kama ulivyosikia katika ripoti yake hiyo, tangazo la ushuru mpya kwa bidhaa zinazoagizwa Marekani kutoka mataifa mbalimbali limezua hofu kubwa kwa nchi nyingi, na mwenzangu sasa Angela Mdungu amezungumza na mchambuzi wa masuala ya uchumi na siasa Dr. Pakubwa kuzorotesha uchumi wa dunia. Tuangalie sasa kwamba masoko ya hisa yanakabiliwa na wasiwasi baada ya ushuru huo mpya dhidi ya washirika pia, ambapo rais wa halmashauri kuu ya Umoja wa Ulaya Ursula von der Leyen amesema ushuru huu ni pigo kubwa kwa uchumi wa dunia. Hili unalionaje? Hiyo ni kweli kabisa, kwa sababu hebu tuangalie kutoka mwanzo. Kwa kawaida biashara ya ulimwengu zaidi ya 60% sana sana bidhaa nyingi zinauzwa na kununuliwa kutumia dola ya Marekani. So kwamba kama hiyo ndio sarafu inatumika kila mahali na wale kule kwao wameongeza hizi tariffs, ina maana kwamba itazidisha ule uzoroteshaji wa zile sarafu za nchi zingine. Cha kwanza. Cha pili,
ikiwa namna hii ni kwamba zile bidhaa ambazo zilikuwa zinauzwa pale itabidi ziende kwa uchache, kwa sababu ile ushuru ambao unapigwa kwa hizi bidhaa za kutoka nje. Kwa hivyo utakuta itakuwa vigumu sana kwa watu wa pale Marekani cha kwanza kuweza kuhimidi ile 45%. Kwa hivyo itabidi wale wanaopeleka vyombo kule ndio wapunguze bei zao, ndio bei za kule zisigeuke. Kwa hivyo itaathiri pakubwa sana na uchumi wa dunia. Tukiacha kutazama dunia kwa ujumla, tuangalie nchi za Afrika ambazo na zenyewe hazijaachwa kando kwenye huu ushuru. Nadhani zenyewe zinaweza kuathiriwa kwa kiasi gani, na unafikiri labda ni sekta gani hasa zinazoweza kupata athari mbaya zaidi? Naam, tukija hapa kwetu Afrika tutaathirika zaidi, kwa sababu utakuta kwamba nchi nyingi sana hazina viwanda vingi sana ambavyo vinafanya bidhaa na kuexport kule nje. Na kuna mikataba fulani, kuna NEPAD, kuna AGOA, kuna ambazo hapa barani Afrika wamesainishana na Wamarekani kwamba tengezeni kwa mfano nguo zileteni huku Amerika tutazinunua. Kwa hivyo biashara kama zile ndo za kwanza kabisa kushikika, kwa sababu inaonekana kwamba zile viwanda vilitengezwa mahsusan kuweza kuexport zile nguo ama zile bidhaa kwenda kule Marekani. Kwa hivyo kama zile zitapigwa ushuru pia namna hiyo, itabidi hizo biashara zitaenda chini, labda kama hazitaweza kujimudu kibiashara basi zitafunga. Kwa hivyo hapa Afrika, bara Afrika, sekta ambazo zitapatikana sana sana ni za uzalishaji wa chakula, maana kuna chakula kingi sana kinapelekwa kule. Cha pili ni viwanda vya nguo ambavyo vinapelekwa kule. Hizi zitakuwa ndo mbili za kwanza kushikika katika hizi bidhaa. Na kwa sababu kilimo ambacho ndio kikubwa sana kimemudu sana uchumi wa hapa Afrika, basi zile mbili zikiwa zitaadimika, pia uchumi pia utazoroteka. Naam, ni taarifa yake ni Angela Mdungu akikamilisha mahojiano hayo na Sofa Mweni ambaye ni mchambuzi wa masuala ya kisiasa huko Kenya.